Halmashauri ya Jiji la Dodoma imeendelea na hatua za kutafuta ufumbuzi kwa wafanyabiashara wa soko la Rehema Nchimbi ambalo lilifungwa Oktoba mwaka jana. Hayo yamebainishwa Mei 4 mwaka 2026 na mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa Jiji la Dodoma Bwana Dennis Gondwe alipozungumza na wanahabari katika ofisi za jiji hilo. Baada ya wafanyabiashara kulalamikia eneo hilo kufungwa na wao kukosa sehemu ya kufanyia biashara zao, baada ya halmashauri kupokea hilo, tulifikiria tunaweza tukawapeleka wapi ili waendelee na shughuli zao. Maeneo ya kwanza ambayo tuliyafikiria ni kwamba tuna masoko mengi katika halmashauri ya Jiji la Dodoma ambayo yana nafasi ya kutosha, sio kwamba masoko yamejaa, hayajajaa. Kwa nafasi zipo za kuaccommodate wale wafanyabiashara wote karibia 297. Masoko ambayo tuliyaainisha na kuyapendekeza ili wafanyabiashara hawa wakafanyie shughuli zao pale, moja ilikuwa ni soko kuu la Rehema, moja ilikuwa ni soko kuu la Jobu Ndugai. Soko la pili ilikuwa ni soko la Tambukareli, lakini pia tulikuwa na soko la Makole na soko la Kikuyu Kusini. Masoko haya bado yana nafasi kubwa kwa ajili ya kuaccommodate wafanyabiashara zaidi ya wale wote waliokuwa Rehema Nchimbi, tulikuwa tuna accommodate katika maeneo hayo. Lakini bahati mbaya wafanyabiashara hawa walikataa hilo pendekezo la halmashauri la kwenda kufanya biashara katika hayo masoko niliyoyataja. Baada ya wafanyabiashara kukataa pendekezo hilo, halmashauri ya jiji kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na wafanyabiashara waliunda kamati ambayo kwa pamoja iliridhia kuwapatia wafanyabiashara hao eneo la Umonga lililopo mtaa wa Kitenge, kata ya Majengo, kwa ajili ya kuendelea na shughuli zao. Uongozi wa jiji uliandaa mkataba wa wazi kama hatua ya utekelezaji wa moja ya maagizo ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alipolitembelea eneo hilo mnamo Februari 7 mwaka 2026. Hata hivyo, halmashauri ya Jiji la Dodoma ilipowaita wafanyabiashara kuwapatia mkataba huo, walikuja na mapendekezo mengine na hivyo ajenda ya mkataba kutotekelezwa. Hoja ya kwanza iliyowasilishwa ni walitaka ongezeko la wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanaowataka ongezwe ni wafanyabiashara 50, lakini 2 wakaibuka na hoja ya kuzuia wafanyabiashara wengine wasipelekwe katika eneo hilo. Hoja nyingine ilikuwa ni ya fidia, kwamba wenzetu wanasema wanadai fidia, kufidiwa kwa hali ngumu waliopata wakidai kukosa kufanya biashara tangia kipindi ambacho soko la Rehema Nchimbi lilifungwa. Ya mwisho ambayo ilitushangaza kama halmashauri ni kwamba mkataba sio kipaumbele. Kwa upande wake, mkuu wa divisheni ya viwanda, biashara na uwekezaji wa jiji hilo Bwana Nsubisi Kapula amesema halmashauri bado inaendelea na mkakati wa kuhakikisha jambo hilo linaisha ili wafanyabiashara waendelee na shughuli zao. Baada ya kuona kwamba wanasuasua, nafikiri kitakachofuata ni kwamba ni kufanya maamuzi ya kuingilia kati ili wafanyabiashara ambao wameathirika waendelee kufanya biashara kwenye lile eneo. Kwa nafikiri lengo hili ni kwamba ni kuwashirikisha kwa ukaribu. Kwa hiyo itakapoonekana kwamba viongozi wameshindikana, tunachokifanya ni kwamba ni kuingilia kati, kuwaita wafanyabiashara, kukaa nao ili tupitie mkataba, hatimaye tuweze kutoa yale maeneo ili waendelee kufanya biashara. Na hili tulifanya mapema sana, na mimi natusubiri muda mrefu. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.